Father my God, familia yangu si tumekuona Bwana. Leo ni siku ya Jumapili ya mwisho ya huu mwezi. Bwana umetulinda mwezi wote wa Januari. Ninakushukuru Bwana. Ninakushukuru Bwana. Sio kwa uweza wangu, sio kwa nguvu zangu. Asante kwa sababu you have carried us through every challenge ambayo tumekuwa nayo katika maisha yetu. Help us to rise above every challenge
wananchi wa Kenya, ikanene
nitashinda, mimi ni mshindi. Ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinuka. Ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Inua sauti yako, nenea hiyo situation ambayo unaijua na mimi siijui. Mungu ndiye tu anaijua. Inenea kwamba ijue umepakwa mafuta mabichi, sio ile ya jana. My Father, my God, natangaza ya kwamba kila situation in our lives ambayo imesema ya kwamba haing'oki, tunatangazia hiyo situation ya kwamba tuko na mafuta mabichi. Ni kwa sababu natupenda wewe, si kama mwanadamu. My Father, my God, mwanadamu vile anatuona sio jinsi unavyotuona. Wanaweza kukuona waseme ya kwamba umeisha,
ninajua leo ya kwamba siishi tena kwa mafuta ambayo ni mzee. Kutoka leo I'm going to operate on flesh anointing. Mwambie ya kwamba nipe nguvu, that I rise above the challenges ambazo zimesimama katika maisha yangu. Speak to the situation. Tenea hizo challenges. Waambie ya kwamba wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe ni zaidi ya mshindi. Huo umaskini unene sasa. My Father, achilia neema. Achilia neema Bwana. Achilia neema kwa watu wako, that they may rise above every challenge in their lives. Ya kwamba hizo shida wasizione, lakini wakuone wewe ambaye umeachilia mafuta mabichi. Whenever we come in your blessings, we service by you. Service us now, Lord. My Father, as you release fresh anointing, even beginning today, we are going to walk in fresh anointing. Tumekataa kuwekwa chini, tumekataa kuwekwa chini na shida za dunia hii. We need the grace to rise above every discouragement in the name of Jesus. We need the grace to rise above every mountain in the name of Jesus. Spirit sent of the devil to bring us down spiritually, we refuse in the name of Jesus. We still remember that the one in us is greater than the one in the world, and now we declare and decree that we are more than conquerors. Hatutawekwa chini tena, hatutawekwa chini tena na maroho ya shetani katika jina la Yesu. We have to love you, Lord. We have to love you more than we did it yesterday. Holy Spirit, we bless you Lord. Hatutaki kutoka hapa hivyo tuingie. Tunaomba ya kwamba nguvu zako zikawe nyingi katika maisha yetu. In the name of Jesus. Regardless of where each and every one of us live, we declare your power to be in us. In the name of Jesus. Father, we bless.
mwingine anayetupenda kama wewe. Hakuna mwingine anayetutetea kama wewe. Hakuna mwingine ambaye mawazo yake na ya mwanadamu ni kama mbingu na nchi kama wewe Bwana. Haufananishwi, haulinganishwi na yeyote. Tunakupenda ni kwa sababu hata wakati ambapo tunasikia tukiwa chini, huwa unatuinua, kwa sababu ulituumba ukiwa na kusudi. Na ni wewe umesema ya kwamba kusudi lako katika maisha yetu halitabadilishwa. We bless your name, O Lord, because your purpose upon our lives will never be thwarted. We bless you, Lord, and we honor you. Asante ni kwa sababu ya kutupenda zaidi ya vile mwanadamu anaweza kutupenda. Asante ni kwa sababu ya huruma zako nyingi ambazo Bwana unatupaka nazo kila asubuhi. You anoint us with your mercies every morning, oh God. Thank you because your mercies, as per your word says, that Lord, your mercies are new every morning unto us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kwa kutupatia huo uhakika ya kwamba you are together with us even when the situations are worse. We bless your name and we honor you. In Jesus' name. Thank you, Father. Even as we praise you, we pray that, Lord, you heal many. As we praise you, Lord, my Father, I pray that you encourage the hearts of the discouraged in our midst. In the name of Jesus. Magonjwa yakapone katika jina la Yesu. My Father, my God, mioyo ikainuke in our midst tunapokusifu. We don't want us to do it kama kawaida. Tunataka Bwana tufanye sifa kulingana na siku ya leo and the power that is here in our midst. The presence of God is together with us, brethren. Weka mikono yako pamoja ukaweze kumpigia Yesu makofi katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi jameni. You are not hearing me. Am I communicating, brethren? Kila mtu, hata watoto, wekeni mikono yenu vizuri. Unajua mwezi umepita. Wengine tulianza nao Januari wako kwa hospitali, wameshikiliwa. Nimeshuka nikiwa Mungu. Nimeshuka. Mimi ni Mungu na mimi ni Baba. Nimeshuka na nguvu nyingi katika kikao hiki. Ninaenda kuwajaza na nguvu mpya. Naenda kuwajaza na nguvu za kupigana vita, kwa sababu nisipowapa nguvu mtashindwa. Lakini mimi nikiwa Mungu nimeshuka na nguvu nyingi ili mkaweze kushinda vita. Kwa maana adui ameamua kuwapepeta na kuwamaliza. Lakini mimi nikiwa Mungu nimeshuka. Hamtashindwa bali mtakuwa washindi. Mimi ni Mungu na mimi ni moto urao. Nimeshuka nikabadilishie wengine hali zao. Kuna wengi walio na kilio, wengi wanauliza maswali, lakini mimi nikiwa Mungu nimesikia kilio. Walinitafuta sirini, lakini mimi nikiwa Bwana nitawajibu kwa wazi. Wanangu, msilale bali msimame, na msimame katika pengo kwa ajili ya madhabahu haya.
maana adui hapangi mazuri, lakini mimi nikiwa Bwana inawapa onyo, msilale bali mkaweze kusimama, mkaweze kusimama, asema Bwana wa majeshi. Wengine wanalia kwa ajili ya kazi ambazo wanazozifanya, lakini mimi nikiwa Bwana nimeshuka kubadilisha hali, kubadilishia kazi zao. Kunao wengi watapata kazi nyingine, lakini siyo yenye wanafanya. Wengine nimefungua milango ya kwenda ng'ambo. Wanangu, nitafuteni madamu nipatikanapo, nanyi mtaniona mimi nikiwa Bwana, asema Bwana. Thank you, Lord. Mungu ni asanti kwa sababu ya sauti yake, sitaki kurudia. Mwambie tu ni asanti kwa sababu amenena na mioyo yetu. Mwambie ni asanti. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost, for speaking with our souls, oh God, this morning. Thank you, Lord. Tene oginya tene gotire gayo getawe wekaga magegania gotire na gotikagea tene oginya tene gotire gayo getawe wekaga magegania gotire na gotikagea. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We acknowledge your power in our midst, Lord. We acknowledge your power in our lives. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. And the church say, Amen. 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 Wale wameketi wasimame. Wale wameketi wasimame ili tukaweze kumsifu Bwana. Every time you come before the Lord, it is always good to have a new perspective. Usiseme ya kwamba mimi naenda tu vile huwa naenda. Hapana, you will not get anything. Kila wakati ukikuja mbele za Bwana, ambia Mungu ya kwamba there is a new day. It is a new dawn for me to be in your presence. Fanya na mimi vile ungetaka niwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Hata kama kumekuwa namna gani na huko nje, forget about it. Come here and meet with the presence of God. Rise above those things. And I'm repeating this again. Rise above those discouragements. Ili uweze, moyo wako uweze kupatana na Mungu. Otherwise, God is not like a man. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa kwa hiyo biashara kuna mtu anakufukuza hapo. Just know God is not like a man. In your place of work, kuna mtu anakuinukia. God is not like a man. He's going to fight for you. As we praise God, naomba, don't do it the way you usually do it. Do it today with a revelation. And every time you come before God, have a new revelation, regardless of what you have been passing through. Bwana Yesu asifiwe sana. You must know that God is not like a man. He is above those things. Bwana Yesu asifiwe sana. And since God is in you, you must rise above them. In Jesus' name. Oh yes. We are waiting for them. Hallelujah.
anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba. Maisha yainuliwa. Yes. Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba. Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba. Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba. Yes. Yes. Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba. Yes. Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba. Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba. Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda anaguruma, Simba. Yes. 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 Hey! Subiri, 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 Hakuna mwingine chini na juu, oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu, oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu, oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu, oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Nani kama Yahweh, mshindi wa washindi? Nani kama Yahweh, mshindi wa washindi? Nani kama Yahweh, jemedari wangu? Nani kama Yahweh, mshindi wa washindi? Nani kama Yahweh, mshindi wa washindi? Nani kama Yahweh, mshindi wa washindi?
mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama Yahweh. Praise him in an African way. Praise him in an African way. Broli wale amemoyo, broli ndio karugama. 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 Maundu manene magatiga mothe marugire Jesu. 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 Marugire Jesu, marugire Jesu, tondu ni munene. Marugire Jesu, marugire Jesu, tondu ni munene. Maigane mutheru, maigane mutheru, tondu ni munene. Maigane arĩ hinya, maigane arĩ hinya, tondu ni munene. Maigane atwendete, maigane atwendete, tondu
Holy Spirit, take over as I minister to the people of God. In the mighty name of Jesus, let this word bring an impact in their life and transform them towards their destiny. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray and I believe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na ujumbe wetu ambao Mungu ametupatia siku ya leo on understanding and dealing with enemies of destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nimetoa utangulizi na nikasema ya kwamba destiny is where God has ordained you to reach in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango kile ambacho Mungu alikusudia kutoka mwanzo, na tukaona mfano wa Jeremiah in the book of Jeremiah chapter 1 verse 5 ya kwamba he was destined for greatness, a prophet to the nation. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ninaendelea na ujumbe huu na sitarudia part 1 of it. It is in the media. Kwa wale ambao wako katika YouTube, you can go to our YouTube channel CFF Church Mirema and our Facebook channel CFF Mirema na utapata ujumbe huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa nimesema the enemies of destiny are both visible and invisible. Kuna maadui ambazo unaweza ukaona na macho na kuna maadui ambazo huwezi ukaona na macho. Bwana Yesu asifiwe. The invisible, kwa sababu nilikuwa nimetako kidogo kuhusu the visible destiny enemies. Na tukaona one of the characteristic ni ya kwamba hizi maadui zinakuanga za karibu sana. Sana sana zinatumia family members. For instance, tukaona the case of Joseph. Mahali ambapo alipingwa, wakati ambapo Mungu alimfunulia ya kwamba atakuwa mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaletewa kuinukiwa na ndugu zake. Na nikuota tu aliota ndoto na akaitafsiri. Na wakaona kabisa yeye atakuja kuwaongoza. Praise the name of the Lord. Na tukaona in the book of Matthew chapter 10 verse 36. Na ninaomba tuanze hapo tukiendelea. Maana ninanena kidogo about the characteristic of the invisible enemies of destiny. Then niendelee na hiyo ya kwanza ni visible enemies of destiny. Matthew 10 verse 36. The Bible says, yes. And amongst enemies will be those of his own household. Will be those of his own household. Kwa hivyo kupingwa kwingi wakati mtu anaenda kiwango inatokana na nyumbani. Praise the name of the Lord. Hallelujah. That is why you may be even struggling. You are working very hard in Nairobi. Lakini unasidwa. Ni kwa nini mimi nasidwa kutoboa? Ni kwa nini nasidwa kufaulu? Kwa sababu kuna maroho ilijipanga kutoka nyumbani ili iweze kukuattack. Praise the name of the Lord. Na tukasema ya kwamba ni vizuri kutofautisha ya kwamba unaweza ukapingwa, lakini wale wanakupinga sio wabaya. Praise the name of the Lord. Wanaweza kuwa hata wazuri bali sana kukuliko. Lakini the only thing ni ya kwamba wewe ulikubalia roho wa Mungu atawale. Praise the name of the Lord. Ukaokoka. Roho Mtakatifu akaingia. Wale wanaweza kuwa Roho Mtakatifu hajaingia ndani yao. Praise the name of the Lord. So ni vizuri uweze kutofautisha ya kwamba hata kama umepingwa sana nyumbani, temptation ya kuchukia watu inakuaga juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiingia hiyo level, hiyo sasa unakuja kuwa witch. Praise the name of the Lord. Maana mchawi kila kinafanya mtu, first stage kabla mtu qualify kuwa mchawi, lazima awe na roho ya wifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wako kanisani, lakini kwa sababu aliinukiwa, yeye haongelezaji watu, amewachukia zaidi. Hana effort hata ya kuwafikia.
Praise the name of the Lord. Maana amesidwa kutofautisha. Anateka human being, anasema ya kwamba usasikia ati mtoto anaoswa, you throw the baby with bathing basins pamoja na maji, uruse yote pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unataka kurusa yote. Praise the name of the Lord. Maana yake unasema ya kwamba nataka akufe, because yeye ndiye hunionea, yeye ndiye huiniingilia. Wewe ni mchawi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Unafaa utenganise ya kwamba yeye ni wa maana, lakini there is a different spirit that is at work in the life of this man. Praise the name of the Lord. Na wengine wanaweza kuwa una mission ya kwamba for you to fulfill your destiny lazima Mungu awatumie. Praise the name of the Lord. Mimi sijaelewa vizuri vile Hana walikana Penina, lakini watu wengi wakiimagine wanasemaga kwamba huyu alikuwa adui. Unajua kwanza kwa Wakikuyu wanamuita Muiru. Muiru ni yule mtu ameolewa kwa hiyo family. Mko ndugu watano na kila mtu ako na mke. Sio hiyo. Muiru ni anaitwaje, mke mwenza. Hiyo ni tofauti na hiyo ya extended, ya brothers. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wawili wameolewa na bwana moja. Praise the name of the Lord. Na watu wakiimagine wanasemaga kwamba maybe Hana alikuwa anamchukia sana. But Penina was on a divine mission. Praise the name of the Lord. To push Hana toward her destiny. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pengine huyo mtu unachukia, Mungu anagojea siku yenye utamsamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anagojea siku yenye utadevelop roho ya upendo, ili uweze kusukumwa to your destiny. Praise the name of the Lord. Because the enemies of destinies ingine inaigaga within you. Praise the name of the Lord. Personal sin is an enemy of destiny. Zile dhambi zenye wewe mwenyewe hufanya. Praise the name of the Lord. Whatever you have allowed to harbor inside you become an enemy toward your destiny. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ni hiyo ya kusikia kwamba anti akanifanya hivyo. Chuki na umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anangojea umachue. Praise the name of the Lord. For you to receive what belongs to you. For you to go to the next level. For you to attain to the full status. Kiwango kile Mungu anataka ukaweze kufika. Anangojea your spiritual maturity. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Najua hiyo haipendezi. Wengine wanasema kwamba pastor si useme akufe, tuazike ili tuweze kusonga mbele. No. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna mtu mmoja alinitembelea ofisi siku moja, na alikuwa ametoka kanisa fulani ambazo kuna roho ya divinations. Akaniambia hawa watu wakikufunga na kuambia na wakisema utazikwa, wanakufanyia ibada mpaka kabisa, wanakufanyia ibada ya mazishi. Na akaniambia mimi naogopa sana, maana naona tumeanza kukosana na wao. Pastor, nitafanya nini? Maana mimi naona kabisa wataniua. Hiyo sio kanisa. Huko ni uchawi. Praise the name of the Lord. Are you church preach the love of Christ? Yesu anasema aje? Si kuja kwa wale wazuri. Haro. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasaka wanasidwa, kwani this gospel leo iko aje? Ni destiny, na lazima tufike. Ni lazima nifunue ni kwa nini hatujasika vitu zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Yesu alisema si kuja kwa wale wazuri. Sasa don't develop a cocoon in the church. Ya kwamba we have a church that is good. We are good. Praise the name of the Lord. No. Ni huruma tu.
Bwana Yesu asifiwe. Hebu gusa huyo mwingine umwambie nitha waigwirirwo. Kama hasikii hiyo mwambie ni huruma tu ulihurumiwa. Mwambie hata wewe ulikuwa mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie vizuri ulikuwa mbaya sana. Mwambie wacha kuchukia huyo mwingine. Ati kwa sababu ulisikia amesema. Ati kwa sababu anakuigilia. Mwambie ya kwamba ni huruma ulihurumiwa. Praise the name of the Lord. Mungu angekuwa kama sisi, angekuwa ametuua wote. Si ni kweli? Hebu imagine kwa mwaka mmoja unakuwa umefanyia Mungu dhambi gapi? Kuna mtu anaweza toboa mbele ya Mungu? Si ni huruma tulihurumiwa? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tukisoma scripture ni vizuri tujue ya kwamba wacha kukatalia pale na hiyo kamustari na unasema adui wa mtu ni yule wa nyumba yake. Kwa hivyo watu wetu ni maadui. Hapana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We are supposed to differentiate when the enemy is at work. Praise the name of the Lord. Unajua ukiangalia vile ndugu wa Yusufu alienda kwake, walikuwa nafikiri Yusufu tu anafanana na wao. Maana hata waliogopa sana kusikia kwamba amewajua. Wakaona kwamba huyu ni mtu mkubwa atatuua kabla tujafika kwetu, si ndio? Lakini Yusufu alisema aje? Nyinyi ile kazi mlifanya, mlikusudia mabaya, lakini Mungu alikuwa anawatumia. Praise the name of the Lord. Maana kama hawagemuuza, hangejipata in that position. Praise the name of the Lord. Nitakuja nikiongea mambo ya destiny helper, utakuja kuona kwamba kuna watu wengine ambao unaweza ona ni kama mambo anakuharibia, lakini huyu ndiye mtu anakusukuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndiye anakuigiza katika hatima yako. Si Mungu akaweze kutusaidia even as we move to our destinies. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu atusaidie ya kwamba ile kiwango tunaenda tusiwe na roho ya kuturudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Let's go to the next level of the enemies of destiny, called the invisible enemies. Invisible enemies operate in the realms of spirit. These enemies manipulate events, mites, and seasons. Praise the name of the Lord. They operate in the realms of the spirit. What do you need to operate in the realm of the spirit? First of all, you need an altar. Praise the name of the Lord. So when the invisible enemies are at work, inatumia madhabahu ya giza, inatumia evil altars. Praise the name of the Lord. Hallelujah. They operate in the realms of the spirit. Hallelujah. The categories are satanic powers and demons, principalities and territorial spirits, ancestral. The Bible says, Yes. for we do not wrestle against flesh and blood, We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, but against principalities, against powers, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Hebu sikia. We don't wrestle against flesh and Blood. blood. Meaning what? As we fight this battle of destiny, watu wengi wamelalia pale pa kwenda na flesh and blood. Bwana Yesu asifiwe. You must be very careful. Na uwe na a lot of wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna vitu unaweza pima uone na huyu amekuja in the flesh. Hello.
Nakumbuka miaka ingine nilienda mahali nikakuta watu fulani wakihubiri. Miaka hiyo, that time I was living in Naivasha. Na mmoja akasema nimeokoka lakini nimebakiza percentage ya kujiulizia. Hapana. Kama umeokoka, okoka kabisa. Praise the name of the Lord. Unajua huyu mtu alikuwa anamaanisha nini? Ukikuja ninaweza weka hiyo wokovu chini, tupigane then nirudishe. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. You need to be really born again. Praise the name of the Lord. We don't wrestle against flesh and blood. But when you are fighting, the Bible says, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places, katika anga ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. So when we are fighting for our destiny, it is a spiritual battle. It is a spiritual warfare. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima tupigane. Wewe ulikuta watu wenu wote ni masikini. Hakuna mtu huinuka. Na wewe kafikiria kwamba mimi nitajitahidi kwa jitihada zangu. Ninakumbuka miaka nikiwa kijana mdogo. Kule kwetu nyumbani Gesagi, mtu influence wangekufa, tulikuwa tunaambiwa the whole primary school sisi ya huyo mtu. Najua nyinyi hamkukuta miaka hii hakuna vitu kama hizo, lakini miaka yetu kulikuwa hivyo. Najua mimi nilizaliwa miaka ya Rais Moi, kwa hivyo hata Moi akikuja tulikuwa tunafunga shule wote tusimame kwa barabara. Na tunapiga makofi kama akiwa kilomita 5 kama hajafika. Tukiona gari zimepita kama 5 na tujaona gari kama hizo, tunasema ndiye huyo rais wetu. Kumbe sio NMP. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama ujui mambo ya wakati wa Rais Moi, wakati mwingine daga kwa mitandao, waangalie zile nyimbo zilikuwa zinaibwa miaka hiyo. Tulikuwa tunaiba Moi ni maua, Moi ni maua. Na tuna celebrate sana. Sasa miaka hiyo, hata Moi, mtu influence wangekufa in the village. Tulikuwa tunangojea tuambiwe wote twende Masisi mpaka walimu na watoto. Tuko huko. Haka mwingine alikufa, alikuwa askari. Nakumbuka tulikuwa primary na mimi sijaisikia bunduki ikilia. Wakati aliteremsha ikasia unajua ile karubeta vile kanalia. Nikaanza kuenjoy na nikakaribia pale nione vile mtu mkubwa anateremshwa. Mara moja nilisikia toa, nikasikia dunia imeisha. Vile dunia imeisha. Hiyo saba ilikuwa na kahawa. Kila mtoto na watu wazima wote tulikutana kwa kahawa. Tukitoroka tuache polisi wazike mtu. Na tukafuja hizo kahawa. Tukitoroka. Baadaye tukaambiwa hapana. Ndivyo ndivyo anafanyaga, wacheni turudi. Tukaanza kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu influence akikufa, tulikuwa tunaenda. Na ninakumbuka nilienda Masisi ya kwanza. Nikakuta nyumba ya mawe imefika linto. Alafu nikaenda ingine. Nikaona kitu kama hiyo. Nilipoenda kama mara 5. Nilisema, "Gai, kwani Mungu wetu anachukuaga tu wale wanaenda kutajirika? Kwani kutajirika ni hatia?" Unajua ni nini hiyo? Hiyo nyumba inaonyesha kwamba ukiona cases kama hiyo, kuna enemies of destiny in the village mwenye anasema kila nyumba ifike kiwango fulani. Na kwa hivyo mwenye anajaribu kutajirika atakufa, hata enjoy ile utajiri. Praise the name of the Lord. Lazima kuwe katika anga ya familia hii kuna enemies of destinies zenye zina dictate watu wao watafika wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisikia kwamba when I'm talking about the invisibles, inamaanisha ya kwamba these forces use evil altars. Praise the name of the Lord. Inamaanisha ukiona kuna kiwango unaenda kufika,
na wengine hawajafika, na wewe ndiye wa kwanza, lazima ujitengenezee msingi mahali utakanyagia. Praise the name of the Lord. Ukibie kwa madhabahu ya Mungu, maana yeye ndiye haja tupatie limitations. Praise the name of the Lord. There is something great that you want to do that nobody has ever done. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ati milango imefunguka, ati wewe utakuwa naenda na ndege nchi hii ingine na wengine hawaja wahienda. Ati kila wakati wanasikia uko ati kesho unaenda na ile uko Malaysia, sijui uko Europe, uko US, uko Asia. Praise the name of the Lord. Unatembea the whole of Africa. Hiyo ni level unaenda. Praise the name of the Lord. Na that level has enemies. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nimesema invisible enemies operate in the realm of spirit, not in the physical. It is in the realm of the spirit. It is determining wewe utafika wapi, utaenda mpaka kiwango gani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naona kuna pepo ingine, mtoto anasoma, ndio huyo amepita form 4 vizuri, lakini akiingia university first and second year ako sawa, akifika third year anaanza kugojeka, mpaka mitihani sasa hawezi akafanya. Ukienda kuchunguza unakuta in that family yule amesoma sana alifika form 2, lakini wewe mwenyewe ukakosa kuelewa ya kwamba kuna madhabahu iko kazi. Praise the name of the Lord. It is operating in the spiritual realms. Inakuzuia, unasidwa this kind of sickness and diseases. Zimetoka wapi? Hata sikienda kutafutwa kwa hospitali hasipatikani. Nimesikia watu kadhaa wamekuja kwangu na wakani approach. Sana when I'm talking about destiny. Actually, I preached this message last Friday in Machakos. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nimeapproachiwa, unasikia mtu vile anakuambia ati nilienda hospitali nikapimwa magonjwa yote, lakini ukimuuliza ulianza kugojeka lini? Wakati tu nilikuwa ninajaribu kukanyaga hatua fulani. Hiyo ndio hatua ilikuwa inazuiwa. Hiyo ni level ilikuwa inapigwa ili huyu mtu asiende in that level. Na ndio maana akienda hospitali anatolewa damu, anatolewa choo, kama maji naweza patikana naweza tolewa kwa mwili, akichunguzwa magonjwa, lakini hakuna ugonjwa unapatikana. Kumaanisha kuna force yenye inamwambia kwamba umeenda too much. You cannot go above this level. Praise the name of the Lord. Introduce another spirit called the spirit of limitations. Praise the name of the Lord. Which is an invisible enemy of destiny. Inaleta a spirit called stagnations. An invisible enemy of destiny. Ya kwamba ulifika kiwango fulani lakini hauwezi ukaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni vizuri kuangalia maisha yako inaendelea namna gani. Umefika kiwango gani? Ni mambo gani ambao una experience katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Si wewe unapiganwa na wewe, ni kile kiko mbele. Ni hatima yako inatafutwa. Ni destiny yako inatafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naomba Mungu akaweze kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda in other levels in our life. Praise the name of the Lord. Remember, they operate in the realm of the spirit. Hallelujah.
An example of invisible enemies of destiny. Let us see the book of 1 Thessalonians chapter 2 verse number 18. 1 Thessalonians 2:18. 1 Thessalonians 2:18. The Bible says, Yes. therefore, we wanted to come to you, even I, Paul, time and again, but Satan hindered us. Hebu soma kwa Kiswahili ili tuisike vizuri. Inasema hivi, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam, mimi Paulo nilitaka kuja mara kwa mara, lakini shetani akatuzuia. Shetani akafanya nini? Akatuzuia. Alituzuia namna gani? Paulo aliona Shetani. That is an invisible enemy of destiny. Paulo anataka kwenda kuhubiri kanisa la Wathesalonike, lakini amejaribu mara moja, akajaribu mara ingine, lakini anytime anajaribu kwenda kunatokea kiswizi. Praise the name of the Lord. Ni mambo gani umejaribu? Lakini ukijaribu unasidwa ni nini hii? Praise the name of the Lord. Nini hii inanisubua? Nini hii inanizuia nisifike mahali pale? Praise the name of the Lord. Shida ni ya kwamba watu hawaelewi hata wakati yako katika hali ya upinzani. Wakati ambapo Shetani anasema hautapita hapa, anasema nitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna forces, spirit of limitations, spirit of stagnations, the spirit of premature deaths. Bwana Yesu asifiwe. Kuna place moja tulitembea na tulikuwa tunaenda Mazisi, na miaka hiyo kuna ndugu ambaye alikuwa very close to me na alikuwa anakuja kanisa. Si miaka hii, ni miaka ingine na huko mbele. Na kwa hivyo akawa akifiwa, tunaenda Mazisi mahali pale. Tukaenda mara ya kwanza. Mwenye anafanya twende ni mke wake, lakini si mke wa yule ambaye ukijaribu kukaribia umsaidie unaona hasaidiki. Mara moja na huyu mzee hakuwa ameokoka, na alikuwa anakuja kanisa. Tukaenda Masisi. Wakati tuko pale akaniita, akaniambia, mchungaji, hii mambo ya destiny unaogeanga, naona hizi kaburi zimepangwa hapa, hakuna mahali hata pa kusimama. Maana mahali pale tulienda tukasimama, hatuna hata pastor anafanya ibada akiwa juu ya kaburi lingine. Akaniambia, pastor, hapa kuna pepo inaogea, hapa kuna madhabahu mabaya. Na huyu mtu ananiambia madhabahu mabaya, hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu mzee alirudi nyumbani, akaambia mke wake, kuna madhabahu mabaya huko kwenu, kwa hivyo mjue vile mtafanya. Unajua alikuwa na expect mke wake kuja ni approach, twende tuwasaidie. Kile mzee wake alifanya, alitafuta diviner. Unajua diviner ni mtu anakuja na anasema kwamba ako na suluhisho. Na ukweli kuna vitu atakwambia, mpaka atakwambia kwenu geti ya kwenu ni ya blue, na mkiingia mnaingia gadi saini hii. Unajua diviner atajua kila kitu, maana wanatumia the same evil spirit kujua mambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaona huyu ndiye atanisaidia. Kile kilifanyika, alilipa 20,000, wakaenda nyumbani. Walipofika huko, diviner akasuguka. Sijui kwenye walitoa kajenesa kadogo kametosana na mkono. Akakuja nako akiwa amesika hivi. Hii ndio inaletaga roho ya kifo. Na ili niwasaidie, mtalipa 50,000. Ili iende itupwe Indian Ocean. Akalipa 50. 20 ilikuwa ya kufika, tena 50 ya kwenda kutupa, ikafika 70. Hawakukaa miezi 3. Huko mwingine akaaguka. Akawa atapelekwa wapi? Huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Maana hawezi enda kutafuta misaada kwa madhabahu mabaya wakati ambapo shida imeingia. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Haikumaliza miezi 3 nikasikia mwingine huko amekufa. Sasa ati wakasema sababu sasa tumeaibika sana hapa, tumeipaga hivyo, tutampeleka sasa Lang'ata. Walimpeleka, lakini point sikivu iliingia. Praise the name of the Lord. So kuna places zenye unaweza enda ukute makaburi simepagwa line, kumaanisha there is an altar that is fighting that family. Praise the name of the Lord. Bringing premature death. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua mimi nikienda mahali kama pale, wakati hii mnafikiri mko kwa mazizi, mimi naangalia wale walizikwa mbele. Naangalia naona huyu alikufa na miaka gapi, huyu na miaka gapi, huyu na miaka gapi, huyu na miaka gapi. Nafanya conclusions. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ninajua ya kwamba kuna pepo ambao inakuja kuchukua watu. The spirit of premature death is at work in that family. Kaburi imefungua mdomo wazi. Na Bible hiyo maandiko yote iko kwa Bible. Inameza watu kwa sababu ya kujichanganya. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ninaomba Mungu akaweze kutusaidia. Even as we confront the enemies of destiny. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mambo nimekutana nayo. Nakumbuka siku moja nilikuwa nahubiri mahali. Mtu mwingine akani approach. Akaniambia mke wangu amekufa. Na vile amekufa nimeoa mwingine. Na ile mtoto amezaa na yeye amekufa. Nikamuuliza maswali kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Na nikajua kuna satanic covenant that is speaking in that nuclear family. Praise the name of the Lord. Because when you hear that these enemies operate in the spiritual realms, lazima itafute mahali pa kujificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tusipopigana na huyo adui, anaendelea kutusumbua, anaendelea kutuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. These invisible forces block opportunities, delay breakthrough, create repeated patterns of failure, fight your seasons of manifestations. Bwana Yesu asifiwe. In a fight your season of manifestation, in a create repeated patterns of failure, in a delay breakthrough, in a block opportunities. Praise the name of the Lord. Paka we mwenyewe unasidwa ni nini hii inaendelea. Shetani ananiuliza nini? Destiny inakuaga na maadui. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naomba tu kitu kimoja. Leo kila mtu aombe. God, show me my destiny. Praise the name of the Lord. Ni nini ilifanya nizaliwe in the first place? Hebu some Acts 17:26. Acts 17:26. Kwa nini nikazaliwa? Na kwa nini nikazaliwa huko? Katika ile family ambayo iko na masida mingi sana. Najua kuna wakati nilikuwa nasema mimi ningeulizwa uzaliwe wapi? Ningesema kwa familia ya Kenyatta. Lakini baadaye nikajua mimi singezaliwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kusudi lililofanya nizaliwe kwetu. Kuna kitu kilifanya. There is a reason for you to be born in that family. Acts 17:26. Bible says, yes. And he has made from one blood every nation of men to dwell. He has made from one blood every nation of men to dwell On all the face of the earth. Wengine wawe wasungu kule Europe, And has determined Africa, Asia, all the faces of the earth. Mungu akaamua tuendelee. and has determined their pre-appointed times He determined
their pre-appointed time. Yani, kwa nini ulizaliwa hiyo mwaka ulizaliwa? Praise the name of the Lord. Amen. Na kwa nini uta exit this world hiyo mwaka? Bora tu isiwe ni premature death. Tuendelee. And the boundaries of their dwellings. He determined where they shall live, so you are not in Imirema by mistake. Praise the name of the Lord. Amen. You are here by the purpose, by the divine plans of God. You are not in that family by mistake. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini leo nitaobea destiny deliverers of the family. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sida ni ya kwamba wale watu ambao ya destiny carriers. Huyu mtu akikupea story zake, zingine hautazipenda. Kama mimi nikikupatia my copy of life, nikwambie wewe kaa tu vile nimekaa kutoka siku nilizaliwa mpaka saa hii, utaniambia wacha niinue mikono nikae maisha yangu. Because the greater the destiny, the greater the oppositions. Praise the name of the Lord. The greater the battle you have to fight. I remember when I was in Standard 2. My late grandmother alikuwa hapo kwetu tu na sijui ni nini alikuwa ni kulimalima, alikuwa analimalima hapo. Sasa mimi nilikuwa nafurahia tuko na soso. Mti ilikuwa mrefu nilipanda juu. Na wakati unajua Kihehe ni Kihehe. Unajua vihesi agesagi miaka hiyo, wacha vile tunasema saa hii. Mimi kama ni derevi, unajua derevi ni nini? Wewe unafaa kuwa mzuri, unamwaga maji kama hapa panyenyororoka, unakuja unajirusa, unakimbia. Na wakati mwingine sikitakuinua juu alafu ende pa. Na wewe ulikuwa msafi, nilifanya yote. Mimi kama ni kuruka ile gerwa nimeruka, kama ni nini hakuna kitu sikufanya. Kama ni ile bila. Acha unajua Nairobi hawaenjoy hizo mambo. Sisi wagesagi tuulize vile tulilelewa. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa wewe ukitoka umetoka. Wale watu wa Nairobi ni hapo kwao kwa nyumba na nje. Usaiona kile ya Nairobi kikifanya hiyo derevi. Tuulize wale wagesagi. Derevi ni nini? Ulikuwa na mwaga maji na mpaka tulikuwa tunatengeneza mpaka barabarani. Watu wanasidwa kwa kupitia. Sasa siku moja niliona mti mrefu. My grandmother analima pale na ninaenjoy tuko na yeye. Na kichiba kakwazia ananipatia na kakada tukakiwa beach. Nikapanda mti juu. Nilipopanda mti juu, nilianza sasa kuimba zile nyimbo zote zenye sinaibagwa. Zile zote ni sawa hisikia. Baada ya hapo nikatikisa mti. Nikaenjoy vizuri. Na ninatikisa nikisoga. Na kuambia mimi sikuwa najua kwamba niko na uzito wa kuachilia ile mti. Nilisikia ka. Unasikia kusema ka unapelekwa wapi? Niliteremuka na ile tawi. Na juu ni sengenge. Sasa ilikuja kunilalia, ikagonga mguu hapa, kabla tufike chini imefuja sengenge na kule imekatakata. The next minute iligiria hapa. Ilikuja ikatokea huku. Mimi nilipelekwa hospitali nikawekwa digisita kuchonwa. Paka saa hii hapa nikikuita uguze hivi na pande hii utasikia kwamba kuna kuaga na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Destiny carriers. Kuna maroho zinakujaga siwe akiwa mdogo. Hiyo ndio siku nilikuwa nikufe. Mungu akaniokoa. I remember when I was in Standard 2, I think at that time I was in Form 2. Nilipitia mambo mingi sana tena katikati ya hapo. When I was in Form 2, nikasikia tena singo imefura. Na inafura kufura. Nikapelekwa hospitali. That is Nazareth. Nikafanywa operations. Na mpaka siku ya leo sijuagi nilikuwa nimegojeka wapi. Lakini haikuwa experience nzuri. Maana nililala mpaka baba akaona huyu mtu ameenda mbinguni. Aliuliza daktari kama mara 5. Kwani hao watu wakifanywa operation wanakaka baada ya masaa ngapi? Praise the name of the Lord. Lakini niliamuka. Nimepitana na mambo mingi.
ambayo ni ya destiny ikijaribu kuangamizwa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nataka nikwambie, if you carry a great destiny, vita itakuwa kali. Kuna mahali utafika mpaka uanzage kuona kwamba ni Mungu tu amebaki. Na hapo mimi si mara moja ama mbili imefika. Maana kuna wakati nilikuwa nakaa tu hivi tunanyamaza. Nauliza, in this world nimebakisha nini? Na ninaangalia ninaona si watu wetu, si mtu wa karibu, hakuna. It is only God. Praise the name of the Lord. When you carry the great destiny, kuna wakati unakuanga frustrated in life. Una face mambo mazito. Paka unauliza ni nini hii? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Destiny carriers wanajiulizaga maswali mingi sana kabla hajafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo inakutanga mtu anauliza ni nini hii? Kuna wakati wa loneliness, isolations. Unasikia kwamba there is nothing that is remaining. Think about somebody like Joseph, a man full of destiny. Wakati alirushwa kwa simo na akaona hawa ni ndugu wake wamemurusa, aliangalia pengine na akakumbuka hata neno moja ile vile baba alimwambia wakati alisema ameota, na akaona sina brothers tena, sina baba tena. Alafu sasa hao tu akasema acha tuuze yeye. Wakati alikuwa anaenda na hajui anapelekwa wapi, hajui kama ataenda kuwa, bora tu ameuswa kama slave. Wakati anatembea akiwa slave, unafikiri mawazo yake ilikuwa namna gani? Unafikiri alikuwa amefika wapi? Praise the name of the Lord. Destiny carriers, kuna wakati wa uzito, kuna wakati wa uchungu, kuna wakati wa mambo magumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna mtu aliyani approach juice na kuna zile story alinipatia. Nilimwambia hivi, don't worry, you have a very great destiny. Na ndio inapigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Men and women who carry great destinies. Kuna wakati mtu anawekagwa in isolations. Unasemanga kwamba tu nikutembea tu ninatembea lakini nakaa kama nimekufa. Because ukiangalia around unaona kama si Mungu tu amebaki. Hakuna mwingine amebaki. That is the life of men of destiny. Great men that God is preparing to use them in a great way in this world. Bwana Yesu asifiwe. Because of what they carry. Because of their anointing. Because of the great destinies in their life. Saitani hapigagi kitu ingine. The devil fight the destiny. Wewe hana haja na wewe. Akona haja na kile unataka kuwa. Akona haja ya kile unaweza fanya ukipewa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana even the threat to live inaweza kuwa iko juu sana. Paka unafika mahali unauliza kwa nini ni mimi tu nimebaki. I live like I'm in an island. You have a great destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuja kufunua ili usiulize kwa nini. Kuna wimbo ilikuwa inaibwa, Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini. Kwani hamjui nyimbo hizo? Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Hallelujah.
Kwa nini ninapitia haya? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wangu anajua sababu. It is because of what you carry. Praise the name of the Lord. Unaweza kosa wewe kwa hujui. Kuliko kuiba hiyo wimbo, omba ufunuo. Why am I passing through this? Does it mean that I'm a man of great destiny? God revealed it to me. Praise the name of the Lord. Because the reason why people don't fight for their destiny is because they don't have revelations. They don't know who they are. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wengine tumeitwa because of our nuclear families. Wacha nisiseme nucleus, niseme tu our family. Iwe hata extended. Utapigwa vita ambayo inatosana na hiyo family. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale wengine tumeitwa because of the nations. When I'm preaching to you, hapa niko na kabila tofauti. Kama ningeitwa in our family, mimi siwezi kuwa pastor. Maana ningekuwa pale nikishughulikia familia ye. Ningekuwa tu kwa milima nikiwaombea na nikidiru na kupigana na misingi ya destiny za familia yetu. Because kama ningekuwa pastor maybe wa familia yetu. But a prophet to the nations. Jeremiah 1:5. Preordained by God. Utadiru na family, utadiru na nations. Kwa hivyo vita yako itawekwa hiyo kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu hapa wanatamani wanasema si mimi ni Mungu aniinue tu niwe kama pastor. Wewe ukisema uinuliwe ufike kama mimi, kwanza uchukue zile vita niko nazo zote. Zako na za taifa. Zako na za mataifa. Zako na za Waluya, wa Kisii, wa Meru, wa Kikuyu, wa Embu, wa Kaba. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nikikupatia hiyo kama utaiweza, na mimi nirudi kama wewe na isafurahi. Maana vita zangu sitapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana when you are moving to your destiny, wakati wewe uko na hatima kubwa, hivyo ndivyo vita yako iko. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hey. Na ndio maana ni vizuri ukiona mtu amekalia hiyo ofisi niko nayo, the best thing ni kumuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. The best thing ni muombee tu na usioge. Maana kile amebeba ni mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi si kabila yenye sijawahi wekelea mikono hapa Kenya. Si wengi. Na wale ambao nimeng'oa misingi mibaya. Because kama umepewa the ministry of destiny of men, Mungu atahakikisha amekuletea zote. Kuna wakati hapa ilitembea hapa, ingine ilikuwa ya Uganda. Na ingine ni ya kule Kikuyuni na zinaitana kazi. Tunaangalia hivi, tunasema kweli. Zinajuana mpaka kule. Hazina ukabila. Sisi ndio tuko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunang'oa zote. Tunafungua watu waikie in their destiny. Praise the name of the Lord. Si Mungu akaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Najua ukisikia mtu amepewa mafuta, wewe kama umepewa ya family, upige mwenye amepewa ya nations, wewe ndio utaisa. Maana huwezi pigana na mafuta makubwa kuliko yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Itabidi unyenyekee kwa ile. Ili hii yako ipate mahali pa kukulia. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna family or generational enemies of destinies. Family enemies operate through bloodline patterns, covenant,
curses and altars. They operate through bloodline patterns, covenant, curses, and altars. What are their manifestations? Repeated failure across generations, premature deaths, marital instabilities, barrenness, chronic sicknesses, or marital instability. Praise the name of the Lord. Kuna generational patterns. Zile unaona kwamba katika hii unauliza kwa nini laini fulani familia yetu hatufanikiwi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza angalia mtu kama mahali pengine nilienda nikarakiwa na watoto wa neighbor. Walipokutana hapo nikaona wanaongea sana. Nikaelezwa ukiona wanaongea hivi hawaja kunywa dawa. Kwa nini? Vichwa zote zimeruka. Wewe ukiangalia itakuwaje ya kwamba kila family kuna mwenda wazimu? Ukikuta hiyo roho ya mwenda wazimu inamaanisha kuna laana inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna maagano mabaya. Wengine kusimamisha doa inakuwa gumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri kuchua hii mambo. Unaweza juaje kama family destiny iko attacked? Psalm 127 verse 1. Destiny ya family generations iko under attack, utajuaje? Tusomee hapo, na kwa sababu hii topic ni mrefu sana, nikimaliza hiyo nitaendelea sadi. Na the same topic paka wakati Mungu ataniambia wacha kuwafundisha mambo ya destiny. Paka tusike rai. Psalm 127 verse 1. Psalms 127 verse 1, the Bible says, unless the Lord build the house, they labor in vain who build it. Fikisa hapo kwanza. Unless the Lord build the house. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna neno in the book of Joshua, I think ni 24. Inasema mimi na nyumba yangu tutafanya nini? Tutamtumikia Bwana. Tutamtumikia Bwana. Kwa hivyo wakati Bible inasema building the house, it is talking about the marital union. Praise the name of the Lord. It is talking about the household. The household of Jacob, the household of Abraham, the household of Joshua. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana asipoijenga nyumba. Hiyo ni mambo ya doa. Angalia ni wangapi wako kwa doa katika ukoo wenu. Na hizo doa zinakaaje? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tuendelee hapo mbele. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Mungu asipoulinda mji, prone to attack. Praise the name of the Lord. Amen. Attack za magonjwa, attack za vichwa kuruka, attack za umasikini. Praise the name of the Lord. Amen. Kumaanisha hiyo family imeguzwa. Mambo zingine unaangalia hivyo na unajua si kuzuri. Tuendelee hapo mbele. Verse 2 inasema hivi, it is in vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved asleep. Ni bure kuamka mapema ili ukule tu mkate tu wa huzuni. Hakuna kitu ya kuya saving, no project, chakula peke yake, na hata hiyo chakula ni ya huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua chakula ya huzuni chakula gani? Ni ile chakula hata kuipata umenyang'ana sana, lakini hata haitoki unga, haiwezi katosa unga. Praise the name of the Lord. Kumaanisha hiyo family imeguzwa. Lazima tupigane na maroho zile ambazo zinaleta hiyo sida. Tuendelee sasa. Behold, children of heritage from the Lord. Children are a heritage from the Lord. Fikisa hapo kwanza. The spirit of barrenness,
Hallelujah. Barrenness ni hali ya kuwa you are not productive. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Na kwa hivyo lazima tuangalie mambo ya barrenness. Tukiona mahali tujue kuna madhabahu inafanya kazi. Tupigane, tuombe, lazima tupate watoto. Tuendelee. The fruit of the womb is our reward. The fruit of the womb is a reward. Tuendelee. Like arrows in the hand of the warrior, so are the children of one's youth. Like arrows in the hearts of the warrior and the children of one's youth. Watoto lazima wawe successive. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana ukipata mtoto muaminie kwa asome mpaka afike mahali asidwe. Praise the name of the Lord. Muaminie ya kwamba ainuke ili aweze kufanyika msare wenye unaweza ukaenda ukamate swara na uletee mzee wakati wa uzeeni. Praise the name of the Lord. Mtu mwenye anaweza kulete unga kwenu, mtu mwenye anaweza kukusaidia. Najua kuna ni vibaya watoto wanalelewa, lakini wakifika kuwa watu wazima mtu hawezi akajisaidia. Kumaanisha there is a nota that is at work. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu malizia mstari mwingine wa 4 watusikie hao watoto wanafaa kuwa namna gani. Verse 5 inasema hivi. Yes. Happy is the man who has his quiver full of them. Happy is the man who has his quiver full of them. Praise the name of the Lord. Amen. Alafu, do not be afraid. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. They shall speak with their enemies in the gate. Enemies si mtu ambaye amekuja kuleta fujo kwao. It is about the spiritual enemies. Na ndio maana leo ninanena about dealing with the enemies of destiny. Praise the name of the Lord. Hautaogopa. Lazima uwe na uwezo wa kusimama na kunena na adui kwenye marago. Wewe adui umepinga doa kwetu, lazima kwetu tufunguliwe katika jina la Yesu. Haleluya. Wewe adui umeachilia roho ya umasikini, kila roho laana ambayo ilileta umasikini, nimetubu makosa na dhambi katika lineage yangu ili umasikini uondoke katika jina la Yesu. Naomba tusimame katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Hebu tusimame. Tunaposimama nataka ujipeleke mbele za Bwana. Speak to any enemies of your destiny now. Spirit of frustrations, premature death, stagnations, limitations. Wengine wetu ya destiny deliverers. Abia Mungu nifungue, nikakomboe watu wetu, nikakomboe dada zangu, nikakomboe ndugu zangu. Speak to the enemies of your destiny now, in the mighty name of Jesus. Every spirit that means to cause frustration in your life, oh my God. Wengine wetu tunapitia mambo mazito because we are family deliverers. Twahitaji neema ya kukomboa familia zetu. Twahitaji neema katika jina la Yesu. Twahitaji neema ya kufunja madhabahu, neema ya kufunja maagano mabaya, neema ya kufunga na kuomba, neema ya kutumbu kwa ajili ya familia zetu. Release that grace now. Release that grace now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Najua ya kwamba baada ya maombi haya nitakuendelea kuombea destiny zetu. Wale ambao walikuwa wapate kazi sasa wataanza kuajiriwa.
Wengine wamekaa position moja kwa muda mrefu, wataanza kuwa promoted katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Makarabababababababa. Tuendelee kulitia jina la Bwana, tuendelee kulitia jina la Bwana katika jina la Yesu. Oh my God. Makarababababababa. Makarababababababa. Makarabababababa. Osandarababababababure. In the mighty name of Jesus. Endelea kulitia jina la Bwana. Destiny deliverers, destiny carriers, in the name of Jesus. Some of us we are destiny helpers. Tuweze kujielewa, tuweze kujielewa katika jina la Yesu. Urabasandara mama mama, ribasandara baba baba bure. My God, the devil cannot keep on opposing you. You have to go to your level of destiny in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yarabazandarabazaya. Oh my God. Nataka tukiwa katikati ya maombi you are here, na wewe ni mmoja wa wale ambao wamepitia upinzani mkali katika jamii ama mahali popote, na umejipima na ukaona ama destiny carrier, but mimi nimepitia opposition ambao ni kali sana. Wengine watasidwa ama wanasidwa, watafanya namna gani? Ama uko hapa and you have a nudge inside you, unasikia ya kwamba I want to know my line of destiny, where God has called me. You are living a life of confusion. Just walk in front in Jesus' name. I remember in one of the prayer festival in Mount Kenya region, dada mmoja akakuja akaniambia, mchungaji, mimi nataka kufukuzwa kwa sababu nimekosa mtoto. Na nilimwombea mbele ya kanisa lote, na ilikuwa mwezi wa 3 mwaka uliopita. About 6 months later tukarudi pale, tukakuta amebeba sana. Josie, one of my support member in the missions, alikuja hapa na akasema, mchungaji, nimetumwa niseme kwamba jana ndio nimejifungua mtoto, na sasa nilikuwa nifukuzwe kwa sababu ya ukosefu wa mtoto, lakini sitafukuzwa. Natangaza ya kwamba the men and women of destinies, mambo makubwa yanatendeka katika maisha yao in the mighty name of Jesus. Endelea kuombea hiyo hatima sasa, iombee katika jina la Yesu. Usinyamaze kile ambacho unasikia kwamba hapo ndio mimi Mungu anasema
niweze kuomba Mungu anipeleke hiyo kiwango. Oh my God. In the mighty name of Jesus. Naomba tusoge mpaka huko mwisho, ili kama kuna mwingine pia anakuja apate mahali pa kusimama. Katika jina la Yesu. 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 Oh my God. Urabasandara mamasaya. Oh my God. Bia huyu asoga hiyo, alafu uchukue huyu wako hapa umlete hapo. Weka hapo huyu sogeza hapo mbele. Bia songe hapo mbele. Sasa wewe simama hapo. Katika jina la Yesu. Ninapoachilia that grace of destinies in the name of Jesus. Kile Mungu ameweka ndani ya maisha yenu, wacha itimie sasa. Naachilia the prophetic mantles, the prophetic powers and mantles is coming upon you now. Is coming upon you now. A great prophet azaliwe sasa kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Rimasandara mamasaya. Rimasandara mamasaya. Kuna neema ambayo inasuka kwenu sasa. Na hiyo neema ikisuka kuanzia sasa, confusion yote concerning your destiny yotoke katika jina la Yesu. Yotoke katika jina la Yesu. Yotoke katika jina la Yesu. Rimasandara mamasaya. Rabasandara mamasaya. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Urabasandara mamasaya. Ile power ninaachilia sasa ni ya kwamba destiny zenu vipigo siondoke sasa. Vipigo siondoke sasa. Every enemy of destinies, come out now. Come out now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Natagasia the enemies of destinies that may target your marriage. Nimeishika